Habari za wakati huu mwana SNS popote pale ulipo. Karibu kwenye makala 360. Jina langu ni Frederick Bundala. Kabla Tanzania haijamwita Mangwea, alikuwa Albert. Mtoto wa kawaida aliyebeba ndani yake sauti ambayo baadaye ingetafsiri maisha ya vijana wengi wa ghetto. Albert Kenneth Mangwea alizaliwa tarehe 16 Novemba mwaka 1982 mkoani Mbeya. Kwa asili alikuwa mtu wa Ruvuma kutoka jamii ya Wangoni. Hakuzaliwa akiwa star. Hakuzaliwa ndani ya kelele za kamera, mikataba ya muziki au studio kubwa. Alizaliwa kama watoto wengine wengi wa Kitanzania, akiwa na familia, maisha ya kawaida na safari ambayo bado haikuwa imejulikana itaishia wapi. Akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia Morogoro kutokana na shughuli za kikazi za wazazi wake. Huko ndiko alikoanza elimu yake ya msingi, kabla ya maisha kuwapeleka tena Dodoma alipokuwa akisoma darasa la 5. Dodoma haikuwa tu sehemu ya masomo kwake. Ilikuwa moja ya sehemu muhimu zaidi zilizomjenga kama kijana, kama msikilizaji wa muziki, kama mtunzi na baadaye kama sauti ya kizazi. Baada ya kuhamia Dodoma, Albert alijiunga na shule ya msingi Mlimwa. Kisha baadaye akaendelea na masomo katika shule ya sekondari Mazengo na chuo cha ufundi Mazengo. Lakini nyuma ya sare za shule, madaftari na ratiba za masomo, kulikuwa na kitu kingine kinachokuwa ndani yake: mapenzi ya muziki. Dodoma ya kipindi hicho ilikuwa na vijana wengi waliokuwa wakivutiwa na hip hop. Hii ilikuwa miaka ambayo muziki wa rap ulikuwa unaingia kwenye damu za vijana wa mjini na mashuleni. Walikuwa wakisikiliza muziki wa nje, wakijifunza flow, wakifanya battle, wakichana mistari kwenye kumbi za shule, kwenye matamasha, kwenye maskani na sehemu za starehe. Hip hop haikuwa burudani tu. Ilikuwa namna ya kijana kusema mimi nipo. Kwa mujibu wa simulizi za watu waliomfahamu kipindi hicho, Mazengo ilikuwa sehemu muhimu sana kwenye mizizi ya Mangwea na Chamber Squad. Kulikuwa na vijana wenye vipaji, wenye kujituma, wenye ndoto na wenye kiu ya kujenga kitu chao. Walikuwa na chemba zao, maeneo ya kujikusanya, kujadili muziki, kuandika na kujitengenezea utambulisho. Hapo ndipo roho ya Chamber Squad ilipoanza kuonekana. Kwa Albert, mazingira hayo yalikuwa shule ya pili. Shule ya kwanza ilikuwa darasani. Shule ya pili ilikuwa mtaani, kwenye battle, kwenye stori za vijana, kwenye kuchunguza muziki na kwenye kujaribu kuelewa dunia kwa njia ya mistari. Hakuwa amejua bado kuwa siku moja taifa zima lingejua jina lake, lakini tayari alikuwa anajengwa na mazingira ambayo yangempa lugha ya kuzungumza na taifa hilo. Katika familia anakumbukwa kama mtoto wa mwisho, lakini kwenye muziki hakuja kuwa wa mwisho. Alikuja kuwa mmoja wa wale waliotangulia, waliovunja njia na walioonyesha vijana wengine kuwa unaweza kutoka kwenye maisha ya kawaida ukawa na sauti kubwa kuliko mazingira yaliyokulea. Albert wa Dodoma alikuwa bado hajawa Mangwea wa Tanzania, lakini ndani yake kulikuwa na njaa ya muziki, njaa ya kusikika na uwezo wa kuona maisha kwa macho ya msanii. Na hapo ndipo mtoto wa Mbeya mwenye damu ya Ruvuma na makuzi ya Morogoro na Dodoma alianza kubeba ndoto ambazo darasa pekee lisingeweza kuzifundisha. Kabla ya majukwaa makubwa, kabla ya tuzo na kabla ya mashabiki kumuita jina lake kwa kelele, kulikuwa na makumbusho, chumba, maskani, washikaji na ndoto zilizolala kwenye sakafu.
Baada ya Dodoma, safari ya Mangwea ilifika Dar es Salaam. Hapo ndipo sehemu nyingine muhimu ya historia yake ilipoanza: Makumbusho. Kwa kizazi fulani cha wasanii wa Bongo Flava na Hip Hop, Makumbusho haikuwa tu mtaa. Ilikuwa kama kijiji cha wasanii. Ilikuwa sehemu ambayo vijana kutoka Dodoma, Arusha, Temeke, Morogoro na maeneo mengine walikutana. Wakalala, wakapanga, wakafanya mazoezi ya muziki na kusubiri nafasi yao. Makumbusho ilikuwa na mageto yaliyobeba historia. Kwa mujibu wa Makaveli, anayejulikana pia kama Msurich, kulikuwa na geto la Bad Brain, mmoja wa watu wa mwanzo wa Chamber Squad. Geto hilo lilikuwa likikusanya watu wengi: Mangwea, Darkmaster, watu wa Chamber Squad, Father Nelly wa X-Plasters na wengine waliokuwa wakipita kukaa au kupanga mipango ya studio. Hapo ndipo muziki ulikuwa unaishi kabla haujarekodiwa. Kabla wimbo haujawa wimbo wa radio, ulikuwa story za maskani. Kabla verse haijaingia kwenye microphone, ilikuwa imeshajaribiwa mbele ya washikaji. Kabla msanii hajajulikana na mashabiki, alikuwa kwanza anakubaliwa na watu wa karibu. Na Mangwea alipita kwenye mfumo huo. Wakati huo Bad Brain alikuwa akifanya kazi bandarini, lakini pia alikuwa na biashara ndogo ya simu ya mezani au kibanda cha simu. Hizo zilikuwa enzi ambazo simu za mkononi hazikuwa nyingi kama leo hii. Vilikuwa sehemu muhimu ya maisha ya watu. Mangwea akiwa bado anajitafuta, alikuwa akimsaidia Bad Brain kwenye kibanda hicho. Kwa mtu wa nje, hicho kingeonekana kama kibanda cha simu tu. Lakini ndani ya historia ya Mangwea kilikuwa zaidi ya hapo. Kilikuwa sehemu ya kukutana na watu, kusikia story, kusikiliza muziki, kuishi maisha ya chini na kujifunza dunia ya mtaa. Kilikuwa darasa jingine la maisha. Makumbusho pia ilikuwa na eneo maarufu lililojulikana kama Graveyard. Kwa mujibu wa Mchizmox, Graveyard ilikuwa kambi ya wasanii. Ilikuwa sehemu ya michano, mpira, story, kujenga ujamaa na kuonesha talent. Wasanii wengi walipita pale. Kwa kipindi hicho, kama ulikuwa msanii na haujafika Graveyard, ilionekana kama bado hujaingia vizuri kwenye mzunguko wa watu wa muziki. Mchizmox, J-Mo, Jafarai na wengine walikuwa sehemu ya kambi hiyo. Na miongoni mwa watu waliofika hapo alikuwa ni Albert Mangwea. Alipofika, hakuwa na ngoma kubwa, hakuwa na jina kubwa, lakini alikuwa na kitu ambacho watu wa muziki hukiona haraka: njaa ya muziki. Walianza kuzoeana kupitia story, muziki na maisha. Waligundua kuwa alikuwa anaishi si mbali nao. Ukaribu huo ukawafanya wazidi kushirikiana. Hapo ndipo Mangwea alianza kuwa sehemu ya mtandao wa vijana waliokuwa wanajaribu kutengeneza muziki wao kwa nguvu ya urafiki, kipaji na ndoto. Hakukuwa na mitandao ya kijamii ya kumtangaza. Hakukuwa na urahisi wa kurekodi na kuachia ngoma mtandaoni kwa dakika chache. Kipaji kilipaswa kupita kwa watu. Kilipaswa kukubalika maskani. Kilipaswa kufika studio. Kilipaswa kupigwa radio. Na kabla ya yote hayo, kilipaswa kuaminiwa na watu wa karibu. Mangwea aliishi kwenye mazingira hayo. Alikaa na wasanii, akasikiliza muziki, akaandika, akaangalia, akajifunza, akacheka, akashirikiana na watu. Katika chumba kidogo na maskani za kawaida, alikuwa anajitengeneza bila kelele kubwa. Na bila kujua, maisha yale yale ya chini, chumba kile kile, marafiki wale wale na geto lile lile, baadaye vingekuwa msingi wa wimbo ambao ungemtambulisha kwa taifa. Makumbusho haikumpa Mangwea utajiri, lakini ilimpa kitu kikubwa zaidi. Ilimpa maisha ya kuyaimba. Kabla Tanzania haijamsikia Ngwea, kuna mtu alikuwa ameshamsikia. Kabla Geto Langu haijawa sauti ya taifa,
J Mo alikuwa ameshaona moto ndani ya kijana aliyekuwa akipigisha simu Kijitonyama. Katika historia ya Albert Mangwea, jina la J Mo haliwezi kupitwa kimya. Si kwa sababu tu alikuwa msanii mwenzake, bali kwa sababu alikuwa mmoja wa watu waliomwona Ngwea kabla dunia haijamwona. Alimwona akiwa bado kijana wa kawaida, kwenye mazingira ya kawaida, kabla ya studio, kabla ya singo kubwa, kabla ya mashabiki kumzunguka. J Mo anasema yeye ndiye aliyemtambulisha Ngwea kwa producer P-Funk Majani. Kipindi hicho Bongo Records. Kipindi hicho miaka ya mwanzoni mwa mwaka 2000, Ngwea alikuwa Kijitonyama, kwenye eneo ambalo kulikuwa na biashara ya simu. Hizo zilikuwa enzi za simu za mezani za TTCL, vibanda vya simu na huduma za watu kwenda kupiga simu badala ya kila mtu kuwa na simu ya mkononi. Hapo ndipo J Mo alikuwa akimkuta Ngwea mara nyingi. Kama umesikiliza katika sehemu iliyopita, hiki ndo kibanda ambacho Makaveli amekisimulia, ambacho kilikuwa kikimilikiwa na mshikaji wake Buddy Brain. P-Funk alipokuwa na safari zake au miadi kukutana na watu wengine, mara nyingine alikuwa akimwacha J Mo pale kwa Ngwea. Hiyo ilimpa J Mo nafasi ya kumwangalia Ngwea kwa karibu, na alichokiona hakikuwa cha kawaida. Ngwea alikuwa chizi muziki. Hakuwa anasikiliza muziki kama mtu wa kawaida. Alikuwa anaumeza. Alikuwa anasikiliza redio masaa mengi, ananunua magazeti, anakata lyrics na kusoma mashairi ya wasanii wa nje. Leo ungeweza kumkuta anasoma shairi la msanii fulani na kesho yake akawa analijua na kulimba lote, iwe rap, reggae au aina nyingine ya muziki. Alikuwa na uwezo huo wa kushika haraka. Ngwea anapigisha simu, anasikiza redio masaa yote, ananunua magazeti, anakata mashairi masaa yote. Kwa hiyo leo ukienda unakuta anameza shairi labda la Omario. Kesho ukienda na wimba wa wimba. Wote ana wimba. Uwe wa rap, uwe wa reggae, uwe wa nini, yani yeye chizi muziki. Hapo ndipo J Mo alipoanza kuelewa kuwa huyu si kijana wa kawaida. Alikuwa na masikio ya msanii, kichwa cha mtunzi na njaa ya mtu anayejifunza bila kuchoka. Hakuhitaji darasa rasmi la muziki. Muziki wenyewe ulikuwa unamfundisha. Radio ilikuwa mwalimu wake, magazeti yalikuwa madaftari yake, maskani ilikuwa shule yake. Kisha ikafika siku ya kwenda Bongo Records. Kwa simulizi ya J Mo, Ngwea alikuwa ameandika Geto Langu akiwa amepanga kufanya wimbo huo na mshikaji wake mmoja aliyesoma naye Mazengo. Mpango wa awali ulikuwa kila mmoja afanye verse yake. Yule mshikaji ndiye aliyekuwa amelipia studio kwa P-Funk. Kwa hiyo safari ya Bongo Records haikuanza kama mpango mkubwa wa kutengeneza star. Ilianza kama mchongo wa vijana wawili waliotaka kurekodi. Ngwea alimwambia J Mo kuwa siku fulani wanaenda Bongo Records kurekodi, na kwa sababu J Mo alikuwa mtu wao wa karibu, walitaka awepo. J Mo akaenda nao. Studio ilikuwa na watu wachache tu: Ngwea, J Mo, yule mshikaji na producer P-Funk Majani. Lakini walipofika studio, jambo lisilotarajiwa likatokea. Yule mshikaji aliyepaswa kurekodi na Ngwea akaingiwa na hofu. Akaona bora Ngwea arekodi peke yake kwa kutumia ile nafasi. Kwa maneno mengine, akamwachia Ngwea mlango. Na Ngwea hakuiacha nafasi hiyo ipite. Akaingia studio na kupiga verse 2. Alipomaliza, J Mo akabaki na P-Funk Majani. Hapo ndipo historia ilianza kubadilika. J Mo alimwambia Majani kuwa wimbo ule bado una verse ya 3. Majani naye tayari alikuwa ameshamsikia dogo. Alikuwa amemkubali. Majani alimwambia J Mo amrudishe Ngwea kesho yake aje kuingiza verse ya 3. Pia akamwambia aje na ule mshikaji wake ili arudishiwe sehemu ya pesa yake. Kesho yake J Mo akarudi na Ngwea Bongo Records. Ngwea akaingiza verse ya 3. Yule mshikaji akarudishiwa pesa yake. Na kuanzia hapo, kwa maneno ya J Mo, Ngwea akawa mtu wa Bongo Records. Kwa hiyo akatokea mshikaji wao ambao wamesoma naye Mazengo, yeye ndo aliyelipia kwa P-Funk wa rekodi. Kwa hiyo Ngwea ndo aliandika Geto Langu. Amemwandika ili yeye afanye verse moja na yule mshikaji afanye verse moja. Na yote ni kwamba yeye kala
kala ganda la ndizi kupitia ile line, mshikaji sikalipia? Hana uwezo wa kulipia. Kwa hiyo kaniambia mimi, bwana tarehe fulani ndo tunaenda kurekodi Bongo Record. Si unajua si hatujamzoea bro bwana, tunataka na wewe uwepo. Kwa hiyo ikabidi na mimi niwepo. Kwa hiyo mimi nashuhudia wanarekodi. Kufika pale yule mshikaji kaingia upepo. Kajikuta kaambia Ngoya, bwana kaa vipi rekodi peke yako, tumia bra nobody. Kaogopa. Ngoya akapiga zile vesi mbili. Mimi yeye Ngoya na yule mshikaji na Majani. Just for all of us. I say. Kwa Ngoya kaniacha. Mimi ndo nimebaki naambia Majani, hii ngoma ina vesi ya 3. Asa mbona hajaipiga? Kaambia mimi udogo nimemkubali kweli ulivyokuwa unasema dogo noma mzee, unaonaje tumsaini? Kaambia si nimekwambia mimi Majani. Jamaa mtu. Majani anambia ukitoka hapa muibukie kesho njoo naye aje kuingiza vesi ya 3 na mwambie aje na ule mshikaji wake waje kuchukua ile 250,000 yao. Arudishie. Kwa hiyo kesho yake Ngoya nimerudi naye Bongo Record, kaja kuingiza vesi ya 3, yule mchizi karudishiwa hela yake. Ngoya kuanzia hapo kawa Bongo Record. Ile ndio ilikuwa ngoma official Ngoya amerekodi kwenye studio na alichana vile. Yes, ile ndo Geto Langu ndo single yake, debut single ya Ngoya. Unaona debut single na chana hii. Ule ndo wimbo wake wa kwanza. Baada ya hapo safari ya Ngoya ilianza kuchukua sura nyingine. Geto Langu ikawa rasmi kama single yake ya kwanza. Na muda mfupi baadaye alianza kurekodi kazi nyingine kama Napokea Simu. Wakati J Mo akiendelea na project zake, Ngoya naye alianza kuandaa miradi yake. J Mo anaamini moja ya siri kubwa za Ngoya ilikuwa ni kusoma sana muziki. Si kusoma kwa maana ya darasa rasmi, bali kwa kusikiliza, kuchambua, kukariri na kuelewa namna wasanii wengine walivyokuwa wanajenga nyimbo zao. Ndio maana baadaye aliweza kuja na structures na ideas zilizokuwa zinagusa watu. Hivyo kabla hatujaingia kwenye hadithi ya Geto Langu kama wimbo, ni muhimu kukumbuka mlango uliomfikisha pale. Mlango huo haukufunguliwa na studio pekee. Ulifunguliwa na mtu aliyemwamini, J Mo. Hakuona tu kijana anayepigisha simu, aliona kipaji kinachosubiri nafasi. Siku J Mo alipompeleka Ngoya kwa P-Funk Majani, hakuwa anampeleka tu kijana studio, alikuwa anapeleka sauti ya Geto kwenye mikono ya mtu ambaye angeisaidia kusikika Tanzania nzima. Baada ya mlango wa Bongo Records kufunguka, kilichofuata hakikuwa tu kurekodi wimbo. Kilikuwa kuzaliwa kwa sauti ambayo vijana wa Geto wangeitambua kama yao. Geto Langu ndio wimbo uliomfungulia Ngoya mlango mkubwa zaidi. Lakini uzito wa wimbo huu hauko tu kwenye umaarufu wake, hauko tu kwenye beat, flow au namna ulivyopigwa kwenye radio. Uzito wake uko kwenye mahali ulipotoka. Kwa mujibu wa Makaveli, wazo la Geto Langu lilizaliwa kwenye mazingira halisi ya maisha yao ya Geto, hasa kwenye chumba chake makumbusho. Chumba hicho hakikuwa cha kifahari, kilikuwa chumba cha kijana anayejitafuta. Kulikuwa na kitanda, kochi moja, monitor na keyboard ya kompyuta ambayo hata haikuwa inafanya kazi. Hakukuwa na vitu vingi. Hakukuwa na mapambo ya star. Kulikuwa na maisha. Lakini hapo ndipo Ngoya alipoona wimbo. Alikuwa na tabia ya kukaa na kuandika mistari kwenye karatasi. Baada ya muda mfupi angeishika mistari hiyo kichwani na kuiacha karatasi pembeni. Siku moja Makaveli aliingia Geto akakuta karatasi juu ya keyboard. Alipoisoma akagundua kuwa Ngoya alikuwa ameandika kuhusu mazingira yale yale waliokuwa wanaishi. Huku na huku ile nyimbo baada ya Ngoya kuiandika, mimi nilikuwa nikifika pale Geto, Ngoya alikuwa si mtu wa kukaa Geto. Anaweza akaandika version zake afu ukifika Geto unakutani kaitupa tu. Iko kwenye kona kule hata kwa sababu kichwa chake kilikuwa kikali. Yani anaweza kaandika version kwenye karatasi lakini akaishika kwa muda mfupi ambao baadaye tena atakuwa anaje hata ile karatasi kuitumia. Kwa mimi siku hiyo naingia Geto naona
pembeni kuna karatasi imetupwa kule juu ya keyboard ya kompyuta. Geto lenyewe ni kombili kwaje basi rafiki yangu. Yaani ile idea ya geto bwana dogo aliandika. Lakini ulikuwa ukiingia geto kwetu sisi unakuta kuna kitanda pale cha futi 4 kwa 6, pembeni kuna kochi moja, pale kuna monitor ile, kuna keyboard la kompyuta ambayo sio nzima. Kuna yani hivyo geto halina kitu chochote. Na hilo ndio tulikuwa na kajiko chetu alikuwa analizungumzia hilo geto. Hilo sasa alikuwa analizungumzia. Sasa geto lako wewe. Geto langu mimi sasa hiyo. Sasa hiyo idea sasa alipoiandika. Yani hadi mimi mwenyewe nilichoka kwanza nilipoisikia ile nyimbo. Okay. Kwa hiyo turudi pale ulipoikuta ile karatasi kwenye keyboard. Ukachukua. Naingia ndani na washa taa geto na kabla sijatoa taa begi langu la shule na cheki mazingira geto na kuna karatasi kule enda. Na hiyo kota na check version ndo kaandika tu. Yaani geto tu watu wanavonipa heshima. Sio ingekuaje kama ningenunua na bima. Nyimbo bado haijaenda. Kwa hiyo unachukulia poa. Haijaenda nyimbo unairudisha ile karatasi pale. Nikaendelea. Hapo ndipo walipoona uzito wa kipaji cha dogo. Wakati wengine waliliona geto kama shida, Mangwea aliliona kama hadithi. Wakati wengine waliona chumba kidogo kama aibu, yeye aliona kama sauti. Wakati wengine waliishi maisha hayo kimya kimya, yeye aliyegeuza kuwa muziki. Geto langu haukuwa wimbo uliotengenezwa kwa kuigiza maisha ya chini. Ilitoka kwenye maisha hayo. Ilitoka kwenye chumba kidogo, kwenye njaa, kwenye stori za washikaji, kwenye kutafuta pesa ya studio, kwenye kukaa maskani, kwenye kuamini kesho itakuwa bora kuliko leo. Ndio maana vijana waliusikia na kujiona ndani yake. Kipindi hicho hata shilingi 100 ilikuwa na thamani kubwa. Mtu angeamka asubuhi na 100 akanunua chai na chapati moja. Akiwa na 150 angeweza kuongeza chapati nyingine. Hiyo ilikuwa dunia ya vijana waliokuwa wanahangaika. Kwa hiyo pesa studio haikuwa jambo dogo. Kurekodi wimbo ilikuwa ndoto inayohitaji mtu ajitoe. Hapa ndipo simulizi za J-Mo na Makaveli zinapokutana kwa namna nzuri. J-Mo ameeleza namna Ngwea alivyofika Bongo Records na namna Majani alivyomkubali. Kwa upande wa Makaveli, anaeleza roho ya wimbo ilipotoka. Kwenye geto lenyewe, kwenye mazingira halisi, kwenye karatasi iliyobeba maisha. Kwa mujibu wa Makaveli, pesa ya kurekodi Geto Langu ilitoka kwa Ramadhan, mtu aliyekuwa karibu na Mangwea. Kwa upande wa J-Mo, kulikuwa pia na mchongo wa awali wa studio uliomhusisha mshikaji aliyesoma na Ngwea Mazengo, ambaye baadaye aliingiwa na hofu na kumwachia Ngwea nafasi. Historia hizi mbili zinaonyesha kitu kimoja kikubwa. Geto Langu haikutoka kwenye mfumo rahisi wa kibiashara. Ilitoka kwenye mshikamano, maskani, urafiki, hofu, imani na bahati ya kipaji kupewa nafasi. Baada ya wimbo kurekodiwa, haukukaa muda mrefu chini. Ulianza kusikika. Ukapigwa huku na kule. Ukafika maskani. Ukafika kwenye radio. Ukawa gumzo. Vijana wengi waliusikia na kuhisi kama Mangwea amewasemea. Waliiona geto yao. Waliiona njaa yao. Waliiona ndoto yao. Waliiona heshima yao. Geto Langu uliwaambia vijana wa chini kuwa maisha yao yanaweza kuwa sanaa. Uliwaambia kuwa chumba chao kinaweza kuwa historia. Uliwaambia kuwa umaskini wao haukuwa mwisho wa hadithi. Uliwapa sauti. Baada ya hapo, Mangwea alianza kuitwa kwenye show. Jina lake likaanza kusikika. Sauti yake ikaanza kuwa ya watu wengi zaidi. Kijana ambaye jana alikuwa kwenye kibanda cha simu, leo alikuwa msanii ambaye watu wanamuulizia. Lakini pia mafanikio haya yalikuja na kivuli chake. Kwa mujibu wa Makaveli, swala la pesa iliyotumika kurekodi lilileta mgogoro baadaye. Walioitoa au kusaidia pesa walitarajia irudi baada ya wimbo kuanza kupigwa na show kuanza kuingia. Hakukuwa na mkataba rasmi, bali makubaliano ya kiutu na kimaskani. Kwa muda, swala hilo lilileta mpasuko kati ya watu waliokuwa karibu. Ile nyimbo ya Bad Brain alilipia yeye Bad Brain. Ahadi za Boss. Lakini ile Geto Langu, mimi nakumbuka historia yake ni Ramadhani alimkopesha dogo shilingi 60, akaenda kurekodi Blessed
ikaenda ngoma, lakini baadaye kidogo inaitata shida. Ilikuwa tatizo kidogo. Na dogo mimi ninavyokumbuka alikuwa apendi kabisa shida. Sasa sijui kitu gani ndio naweza kusema kwa kujisahau na nini. Mangwea alikuwa hataki shida kabisa. Makaveli anasisitiza kuwa simulizi hiyo si kwa lengo la kumchafua Mangwea, bali kuonesha historia kama ilivyokuwa kwenye macho ya watu waliokuwepo. Na labda hapo ndipo uhalisia wa hadithi hii ulipo. Geto Langu haukuwa wimbo wa malaika. Ulikuwa wimbo wa watu halisi, wenye urafiki, ndoto, pressure, kukoseana, kusaidiana na kuumizana. Ulikuwa wimbo wa geto kweli. Karatasi iliyokuwa juu ya keyboard isiyofanya kazi iligeuka kwa tiketi ya kijana wa geto kuingia kwenye historia ya muziki wa Tanzania. Umaarufu haukumwomba Mangwea ruhusa. Ulimkuta bado anaandika, bado anajitafuta, lakini tayari taifa lilikuwa limemchagua. Baada ya Geto Langu kutoka, maisha ya Mangwea yalibadilika. Hakuwa tena kijana anayejulikana na washikaji wachache wa maskani. Alikuwa msanii mpya ambaye watu walitaka kumsikia zaidi. Wimbo mmoja ulikuwa umemfungulia mlango mkubwa, na nyuma ya mlango huo kulikuwa na macho ya mashabiki, wadau, studio na tasnia nzima. Mchizmox anakumbuka kuwa baada ya Geto Langu, nafasi ya kufanya album ilikuja mapema sana. Umaarufu wa Mangwea uliwavutia wadau wengi. P-Funk Majani alikuwa ameshaona kipaji chake. DJ Venture naye aliamua kumsign. Lakini kwa mujibu wa Mox, wakati huo Mangwea hakuwa amejiandaa kikamilifu kwa album. Hiyo ndio pressure ya msanii anayelipuka haraka. Jana ulikuwa unatafuta hela ya kurekodi, leo watu wanataka album. Jana ulikuwa unaandika kwenye karatasi geto, leo studio inataka project. Jana ulikuwa unajulikana na washikaji, leo taifa linataka kujua una kitu gani kingine. Mangwea alijikuta kwenye wakati huo. Ilibidi aandike kwa kasi. Nafasi ilikuwa imeshakuja. Watu walikuwa wanamsubiri. Na msanii wa kweli anapofika kwenye pressure hiyo, ndipo kipaji chake kinapimwa. Baada ya Geto Langu, swali halikuwa tena kama Mangwea na kipaji. Swali lilikuwa kama anaweza kubeba album nzima. Na kwenye AKA Mimi alijibu bila kelele nyingi. Mimi ndiye mimi. Kwenye muziki kuna wasanii ambao hutokea kwa wimbo mmoja mkubwa, halafu historia inawapima kwa swali moja gumu. Je, wanaweza kurudia? Je, wanaweza kuonesha kuwa ule wimbo haukuwa bahati? Je, wanaweza kuibeba hadhira kwa zaidi ya dakika chache za hit moja? Kwa Albert Mangwea, jibu lilikuwa kupitia albamu yake ya kwanza, AKA Mimi. Hii haikuwa tu albamu ya kwanza, ilikuwa ni tamko. Jina lenyewe lilikuwa kama msimamo wa kijana aliyekuwa ametoka geto, amesikika, amezungumzwa, halafu sasa anasimama mbele ya watu na kusema, huyu ndiye mimi. Sio taswira iliyotengenezwa, sio rapa wa kuigiza maisha, sio sauti iliyokopwa. Ni mimi, kutoka kwenye maisha yangu, lugha yangu, geto langu na dunia yangu. Album hii ilifunguliwa na Mikasi, moja ya kazi zilizokuja kuwa sehemu muhimu kwenye kumbukumbu ya Mangwea. Mikasi ilikuwa na ule ukali, ule uchezaji wa flow na ile confidence ya msanii anayejua namna kuingia kwenye beat bila kuomba ruhusa. Ilikuwa ni kama mlango kumwambia msikilizaji kuwa hapa hauingii kwenye albamu ya kubahatisha, unaingia kwenye dunia ya mtu mwenye staili yake. Ushirikiano wake na Feruz na Mchizmox, huku sauti za Mkoloni na Rapi ziliufanya wimbo huo kuwa moja ya nyimbo bora na club bangers kuwahi kurekodiwa Tanzania. Kisha ikaja Bado Nimo akimshirikisha TID. Hapa Mangwea alionyesha uwezo wake wa kukaa kwenye muziki unaoweza kuvuka zaidi ya hardcore hip hop. Uwezo wa TID uliipa ngoma ladha tofauti, na hilo lilionyesha mapema kuwa Mangwea hakuwa amefungwa kwenye kona moja. Angeweza kushirikiana na sauti za aina tofauti na bado akabaki na identity yake. Katika dakika moja akimshirikisha Nura, mwana Chamber Squad mwenzake, albamu hii iliendelea kuonesha ukubwa wa cycle ya wasanii waliokuwa wakizunguka kizazi hicho.
Huu ulikuwa wakati ambao collaboration hazikuwa tu mbinu za kibiashara. Zilikuwa ushahidi wa urafiki, ushindani wa vipaji na namna wasanii walivyokuwa wakitengeneza sauti ya kizazi chao kwa pamoja. Kwenye zawadi, Ngwea aliendelea kuonesha upande mwingine wa uandishi wake. Hakuwa msanii wa punchline pekee. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza na hisia, kuleta picha na kufanya wimbo ubebe zaidi ya beat. Hii ndio ilikuwa nguvu yake kubwa, kuandika kwa lugha ambayo haikujifanya kuwa kubwa kuliko watu waliokuwa wanaisikia. Kisha katikati ya albamu, kama moyo wa safari yake, kulikuwa na Ghetto Langu. Huu ndio wimbo uliomtoa kwenye kona za maskani na kumpeleka kwenye masikio ya taifa. Ndani ya albamu, Ghetto Langu haikuwa tu hit. Ilikuwa msingi wa hadithi yake. Ilikuwa kumbukumbu ya alipotoka. Ilikuwa alama ya maisha chini yaliyogeuzwa kuwa sanaa. Ilikuwa barua kutoka ghetto kwenda Tanzania nzima. Baada ya hapo, album iliendelea na Mademu Wangu, ngoma iliyobeba ule upande wa Mangwea wa maisha, utani, ucheshi na karakta yake ya mtu wa bata anayependa watoto wazuri. Ngwea alikuwa na uwezo wa kuzungumza mambo ya mtaani bila kuyafanya yaonekane mazito kupita kiasi. Alijua kucheza na mada, kucheza na maneno na kubaki karibu na vijana waliokuwa wanamuelewa. Kwenye Shigara Gwan akimshirikisha Dark Master, mwanachemba mwenzake, Ngwea alionyesha tena namna alivyoweza kuingia kwenye vibe ya tofauti. Hapa tunamuona msanii ambaye hakuwa anaogopa kubadilisha ladha. Alikuwa na uwezo wa kuchukua influence, kuiweka kwenye lugha yake na kuitoa ikiwa bado ni ya kwake. Shigara Gwan anamwimbia mrembo aliyempagawisha kwa uzuri wake na jinsi alivyoumbika. Video yake ilimtambulisha Jack Cliff, mrembo ambaye wakati huo alikuwa mmoja wa wanawake classic kwenye tasnia ya burudani Tanzania. Weekend ilikuwa sehemu ya ule ulimwengu wa Ngwea wa bata, starehe, marafiki na maisha ya kijana anayependa kufurahia wakati. Hapo ndipo personality yake ilipoendelea kuonekana. Hakuwa rapa aliyebaki kwenye ukali tu. Alikuwa mtu wa maisha. Na kwa sababu aliishi hayo maisha, ilikuwa rahisi kuyaamini alipoyaweka kwenye muziki. Kwenye Napokea Simu akimshirikisha Dully Sax, album ilipata moja ya ladha zake za kibiashara zaidi, huku akielezea maisha yake kama mtu maarufu ambaye simu yake ipo bize muda mwingi. Uwepo wa Dully Sax uliipa ngoma mvuto wa bongo flavor wa wakati huo, na Ngwea akaonyesha tena kuwa anaweza kusimama kwenye wimbo wenye ladha pana bila kupoteza sauti yake. Hii ilikuwa moja ya ishara kuwa Mangwea hakuwa wa hip hop pekee. Alikuwa msanii aliyekuwa na uwezo wa kuingia kwenye ramani kubwa zaidi ya muziki wa Tanzania. Album ilifungwa na Sikiliza, akiwashirikisha Lady JD na Mwana FA. Hii ilikuwa namna nzito ya kumaliza project. Lady JD alileta nguvu ya sauti na hisia kwenye chorus. Mwana FA akaleta heshima ya uandishi wa rap. Na Ngwea akabaki katikati kama mtu anayejua kuunganisha dunia tofauti ndani ya wimbo mmoja. Sikiliza ilikuwa kama ombi, kama kauli, kama kumbusho. Msikilize huyu kijana, ana kitu cha kusema. Kwa ujumla, aka Mimi ilikuwa album iliyothibitisha kuwa Mangwea hakuwa wa wimbo mmoja. Ilikuwa na hip hop, ilikuwa na commercial touch, ilikuwa na collabo zenye nguvu, ilikuwa na lugha ya mtaa, ilikuwa na maisha ya ghetto, ilikuwa na bata, ilikuwa na hisia na ilikuwa na ushahidi wa msanii aliyekuwa bado anakuwa lakini tayari anaonekana kuwa mkubwa. Ndani ya tracklist yake unaweza kuona safari nzima ya Ngwea, kutoka kwenye ukali wa mikasi hadi uhalisia wa Ghetto Langu, kutoka kwenye ladha ya Napokea Simu hadi uzito wa Sikiliza. Hii ilikuwa album ya kijana anayejitambulisha kwa taifa, si kwa kujipamba bali kwa kujionesha kama alivyo. Na ndio maana jina aka Mimi lina maana zaidi kadri miaka inavyopita. Lilikuwa ni jina la album, lakini pia lilikuwa utambulisho. Mangwea alikuwa anasema, mimi si kivuli cha mtu, si rapa wa kuiga, si jina la bahati, mimi ni mimi. Na kwa album hii, Ngwea hakutoka tu kwenye ghetto kwenda studio. Alitoka kwenye hit moja na kuingia rasmi kwenye historia ya bongo flavor. Baada ya aka Mimi, Mangwea aliendelea kujenga safari yake kupitia mradi mwingine muhimu, Nge 1982 ya mwaka 2010. Lilibeba maana ya kipekee. Nge likiwa linarejea zodiac sign ya Scorpio, yani alama ya nyota,
kwa sababu Mangwea alizaliwa Novemba 16, tarehe inayoangukia kwenye nyota ya Scorpio. Namba 1982 nayo ilikuwa ni kumbukumbu ya mwaka wake wa kuzaliwa. Kwa hiyo Nge 1982 haikuwa tu jina la album, bali ilikuwa kama utambulisho wake binafsi, alama ya kuzaliwa kwake, tabia yake ya kisanii na namna alivyoendelea kubadilika kimuziki bila kupoteza mizizi yake. Ndani ya mradi huu kulikuwa na nyimbo kama Speed 120 akimshirikisha Chidi Benz, TZ Hustler akiwa na Jason, Tupo Juu akiwa na Squeezer na Steve, Nipe Dili akiwa na Dark Master, She Performs akiwa na TID, Bonnie and Clyde, Wakitaa akiwa na Babu, Bila Muziki akiwa na Bushoke, pamoja na Mida Mibovu iliyowakutanisha J-Mo, Feruz, P-Funk Majani, Juma Nature na Dark Master. Album hiyo pia ilikuwa na kazi kama aka Mimi akiwa na J-Mo, Birthday kwenye mabano Nge akiwa na Mesbi, TID na Mwasiti, Mapenzi Gani akiwa na Lady JD, pamoja na CNN akiwa na Fit Q na Sienna. Sehemu nyingine inayothibitisha ukubwa wa Mangwea ndani ya studio ni simulizi ya Fit Q kuhusu wimbo CNN. Kwa kawaida Fit Q alikuwa aina ya msanii ambaye ukimshirikisha kwenye ngoma yako angeweza kuingia na verse kali kiasi cha kufanya wimbo uonekane kama wake. Lakini kwenye CNN alikutana na kitu tofauti. Fit Q anakumbuka kuwa Mangwea alimuita studio wafanye CNN. Yeye alifika akiwa tayari ameandika verse yake nyumbani. Alipoingia studio akaichana vizuri na kuhisi amefanya kazi safi. Lakini baada ya hapo akakaa kumsikiliza Mangwea akiingia booth. Mangwea alipoanza kuchana verse yake, kila kitu kilibadilika. Fit Q alimsikia akitiririka kwa confidence, picha za mtaa, locations, bata, pesa, watu wa mjini, hustlers na energy ya kipekee. Ghafla Fit Q akagundua kuwa verse yake ya awali haikutosha kusimama pembeni ya kile ambacho Mangwea alikuwa amekifanya. Hapo ndipo akamfuata P-Funk Majani na kumwambia asiruhusu wimbo huo utoke na verse yake ile ya kwanza. Alitaka kuirudia. Majani akacheka kisha akamwambia kwa utani na ukweli kuwa amekutana na kiboka yake. Kama Mangwea alikuwa amejipinda kwenye verse yake, basi na Fit Q alipaswa kujipinda pale pale studio. Hakukuwa na kurudi nyumbani kuandika upya kwa starehe. Alitakiwa kuirekebisha pale pale. Fit Q akaandika tena, akaingia upya, akaweka verse nyingine kali zaidi, yenye uzito zaidi, yenye ile hasira nzuri ya msanii ambaye ameamshwa na ushindani wa kweli. Kwa maelezo yake, hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza na ya mwisho kwa msanii kumfanya ajisikie kuwa verse yake haikutosha, mpaka akaomba mwenyewe aiandike tena. Hii haikuwa story ndogo. Hii ilikuwa heshima kubwa kutoka kwa mmoja wana hip hop wakubwa zaidi kuwahi kutokea Tanzania. Fit Q hakulazimishwa kurudia verse, hakukataliwa na producer, hakukosolewa na mashabiki. Alijisikia mwenyewe kuwa Mangwea alikuwa ameweka kiwango kikubwa mno, na ili wimbo usimame, naye alipaswa kupandisha kiwango chake. Ndio maana CNN inabaki kuwa moja ya kazi bora zinazokumbukwa sana kwenye historia ya collaborations za hip hop Tanzania. Haikuwa tu ngome ya wasanii wawili wakali, ilikuwa ni tukio la studio. Ilikuwa ni ushindani wa heshima. Ilikuwa ni sehemu ambayo Mangwea alithibitisha kuwa hakuwa tu rapa mwenye hits. Alikuwa rapa ambaye angeweza kumfanya hata Fit Q akae chini, asikilize, aheshimu, halafu arudie verse. Kwa Fit Q, hali kama hiyo haikutokea tena. Ndio maana kila anapomkumbuka Mangwea, humkumbuka kwa heshima pekee. Kwa sababu Mangwea alikuwa msanii wa aina adimu. Mtu ambaye hakuwa na haja kujitangaza sana. Lakini akishika mic, hata wakubwa walijua lazima wajipange. Kwenye CNN, Mangwea hakuchana tu verse. Aliweka kiwango ambacho kilimfanya Fit Q airudie historia yake mwenyewe ndani ya studio. Kwa ujumla, Nge 1982 iliendelea kuthibitisha kuwa Mangwea hakuwa msanii wa ladha moja. Aliweza kusimama kwenye hip hop ya mtaani, kuingia kwenye kolabo za nguvu, kugusa mapenzi, maisha ya hustler, bata, na bado akabaki na ile identity yake ya kipekee. Mangwea, sauti ya ghetto iliyojua kucheza na muziki bila kupoteza uhalisia wake. Nyimbo hizi zilionyesha Mangwea alikuwa msanii wa pande nyingi. Hakuwa amefungwa kwenye rap kali pekee. Angeweza kufanya hip hop, angeweza kwenda commercial, angeweza kucheza na melody, angeweza kushirikiana na wasanii tofauti
na bado akabaki na utambulisho wake. P-Funk Majani anamwelezea Mangwea kama msanii aliyekuwa diverse. Angeweza kuingia kwenye beat ya aina yoyote na kutafuta njia. Hakuonekana kama mtu wa kulazimishwa. Alikuwa na uwezo wa kuifanya beat imfuate au yeye aifuate beat mpaka ikae sawa. Hilo ni jambo ambalo sio kila msanii analo. Kwenye tasnia yenye ushindani, Mangwea aliweza kujenga jina. Alishinda Kilimanjaro Music Awards KTMA kama mwana hip hop bora wa mwaka 2005 na 2007. Hizo tuzo zilikuwa uthibitisho kuwa kijana kutoka ghetto alikuwa amekubalika si tu na maskani bali na tasnia nzima. Lakini umaarufu haukubadilisha kabisa roho yake ya kuwa mtu wa watu. Ndani ya star bado kulikuwa na dogo wa ghetto. Ndani ya rapa aliyeshinda tuzo bado kulikuwa na kijana aliyependa kucheka, kuvaa vizuri, kukaa na watu, kula bata na kuishi bila kujifanya mkubwa kuliko alivyokuwa. Mafanikio yake yalikuja kwa kasi, lakini hayakutoka hewani. Yalitoka kwenye kusikiliza sana, kuandika sana, kuishi maisha halisi na kuweza kuyageuza kuwa muziki. Hapo ndipo alipojitofautisha. Geto langu ilimfungulia mlango, lakini aka mimi ikathibitisha kuwa ndani ya mlango huo kulikuwa na msanii ambaye Tanzania isingemtoa kirahisi kwenye kumbukumbu. Kuna watu wanajulikana kwa muziki wao. Mangwea alijulikana pia kwa namna alivyofanya maisha yaonekane kama wimbo. Kwa wale waliomjua kwa karibu, Mangwea hakuwa tu msanii. Alikuwa mtu wa maisha. Alikuwa mtu wa furaha, ucheshi, pamba, bata na upendo. Hapo ndipo jina Bata Boy lipopata maana yake. Makaveli anamwelezea Mangwea kama mtu aliyependa kuvaa vizuri, kutoka, kufurahia maisha na kuonekana nadhifu. Alipata pesa, lakini mara nyingi aliitumia haraka. Angeweza kuwa na milioni 1 au 2 usiku, lakini asubuhi ukamkuta hana. Hii haikuwa tu tabia ya matumizi, ilikuwa sehemu ya namna alivyokuwa anaishi maisha yake. Hakupenda kukaa kinyonge, hakupenda kujibana kwenye huzuni. Alipenda bata, alipenda pamba, alipenda watu. Kuna kipindi alinunua gari aina ya Isuzu Wizard, jambo lililowashangaza baadhi ya washikaji zake kwa sababu alikuwa amenunua gari kabla hata hajajipanga vizuri kwenye makazi yake mwenyewe. Lakini hiyo ilikuwa ni sehemu ya Mangwea. Hakuwa mtu wa kufuata mpangilio wa kawaida wa maisha. Angeweza kuonekana leo yupo ghetto fulani, kesho hayupo kwa wiki nzima, halafu kasikia yupo kwa mshikaji mwingine. Alikuwa anakubalika sehemu nyingi. Watu walimpenda. Si kwa sababu alikuwa tu star, bali kwa sababu alikuwa na ucheshi, ukaribu na ile hali ya kumfanya mtu ajisikie yuko naye sawa. Hakuwa mtu wa kujenga ukuta kati yake na watu. P-Funk Majani anamkumbuka Mangwea kama mtu wa positive vibes. Anasema hakuwa mtu wa negativity. Kama ungekaa naye ukiwa na mudi mbaya, alikuwa na uwezo wa kukubadilisha. Angekuchekesha, angekuamsha, angeleta energy mpya. Kwa Majani, studio ilikuwa inabadilika Mangwea akiingia. Hakukuwa na ukimya mzito wa kazi tu. Kulikuwa na vibe, burudani, utani, muziki na maisha. Q-Chief naye anamkumbuka kwa upendo. Kwake Mangwea alikuwa mtu aliyemwamini sana. Walikuwa karibu, waliishi pamoja kwa muda, wakashirikiana kwenye muziki na maisha. Q-Chief anasema Mangwea alimpa confidence. Kila alipomtazama Albert, aliona kitu cha kujifunza. Uwasilishaji katika muziki, flow, uandishi, namna ya kujiamini na namna ya kubeba wimbo. Lakini pamoja na maisha ya bata, Mangwea hakuwa mtu wa matatizo. Watu wake wanamkumbuka kama mtu asiyejua kupenda ugomvi. Akiona mazingira ya mzozo, angeweza kuondoka kimya kimya. Hakuwa mtu wa kupenda malumbano. Kama kuna jambo linamsumbua, angeweza kumfuata mtu anayemwamini na kumwambia. Hiyo ndio ilifanya watu wengi wampende. Alikuwa na sura mbili ambazo kwa wengine zingepingana, lakini kwake ziliishi pamoja. Alikuwa Bata Boy, lakini mwenye heshima. Alipenda bata, lakini hakupenda vurugu. Alipenda pamba,
lakini hakujiona bora kuliko watu wa chini. Alikuwa star, lakini bado angeweza kukaa na watu wa kawaida. Alipendwa pia na wanawake kwa sababu alikuwa na ucheshi na mvuto wa asili. Lakini hata hilo halikufuta picha yake kubwa zaidi. Alikuwa mtu wa watu. Alikuwa mtu wa kupendwa na marafiki, mama ntilie, washikaji, wasanii, mashabiki na watu waliokutana naye kwa muda mfupi tu. Ndani ya muziki wake kulikuwa na maisha yake. Ndani ya maisha yake kulikuwa na muziki. Na labda ndio maana mashabiki waliweza kumwelewa. Hakutengeneza utambulisho wa kuigiza. Aliishi, akacheka, akavaa, akatoka, akakosea, akapenda na akaandika. Mangwea hakujifanya mtu wa bata. Aliishi kama mtu wa bata, akacheka kama mtu wa bata, akavaa kama mtu wa bata, akapenda kama mtu wa bata, na hatimaye akaacha jina ambalo hata kifo hakikuweza kulifuta: Bata Boy. Kipaji cha kweli hakihitaji kujitangaza sana. Kinaingia studio, beat inapigwa, halafu kila mtu ananyamaza. Kila aliyefanya kazi na Mangwea anaonekana kukubaliana kwenye jambo moja: alikuwa na kipaji cha pekee. Si kipaji cha kulazimisha, si kipaji cha kufundishwa kila kitu. Ni kile kipaji cha asili ambacho mtu anakiona kabla hata hakijapewa spotlight. Mchizi Mox anasema alimjua Mangwea wakati hakuwa na ngoma hata moja iliyorekodiwa. Lakini hata kabla hajarekodi, ilikuwa rahisi kuona kuwa alikuwa na kitu. Alikuwa akisikia ngoma anaishika haraka. Angeweza kusikia wimbo mpya na muda mfupi baadaye akaanza kuuimba kama ameuandika yeye. Uwezo huo wa kushika muziki uliofanya watu waliomzunguka wamwambie lazima aingie studio. Q-Chief anamkumbuka Mangwea kama msanii wa natural talent, kipaji halisi. Kwa maelezo yake, kuna watu ambao kipaji chao kinazaliwa nao. Mangwea alikuwa mmoja wao. Alikuwa na uwezo wa kuandika, kuflow na kufanya muziki uonekane rahisi. Hata alipokuwa akiwaona wengine wakijaribu kuiga njia fulani, kwake Mangwea alikuwa natural zaidi. Hakuhitaji kujilazimisha sana ili kuonekana na kipaji. P-Funk Majani, ambaye alifanya kazi na wasanii wengi Bongo Records, anamwelezea Mangwea kama msanii ambaye studio imemkosa. Kwa Majani, Mangwea alikuwa mtu ambaye ukimwekea biti yoyote angeweza kutafuta njia ya kuingia. Hakuwa anakwama. Alikuwa anaweza kuchukua beat, idea au mood na kuitengeneza kuwa muziki. Hii ndio maana ya studio genius. Si lazima awe mtu wa maneno mengi. Si lazima ajitangaze kuwa yeye ni mkali. Lakini akiingia kwenye beat, kitu kinatokea. Mangwea alikuwa na uwezo huo. Majani anasema Mangwea alikuwa diverse. Angeweza kuwa mwana hip hop, angeweza kufanya commercial, angeweza kuimba kidogo, angeweza kuchukua idea na kuifanya iwe muziki mzuri. Hilo ndilo lilomtofautisha. Wengine wanaweza kuwa wazuri upande mmoja. Mangwea alikuwa na milango mingi ndani ya kipaji chake. Kuhusu uhusiano wa Mangwea na J-Mo, Majani anasema aliwaona kama mapacha wa studio. Walikuwa na chemistry kubwa. Walifanya kazi nyingi pamoja. Kuna baadhi ya tracks ambazo hazijawahi kutoka. Majani anakiri kuwa viporo vipo. Lakini changamoto ni baadhi ya kazi kutokamilika vizuri. Mixing kutokuwa kwenye kiwango anachokitaka, au yeye mwenyewe kuwa perfectionist. Hii ni sehemu inayoumiza mashabiki. Wazo la kwamba kuna sauti zingine za Mangwea bado zipo mahali, zikiwa hazijatoka, linaamsha hamu na maumivu kwa wakati mmoja. Kila kazi isiyotoka ni kama ukurasa wa historia uliobaki umefungwa. Q-Chief naye ana nyimbo ambazo alifanya na Mangwea lakini hazikutoka. Anasema sababu mojawapo iliyomfanya asiweze kuzitoa ni hisia. Kila akizisikiliza anamuona Mangwea. Sauti yake inamrudisha kwenye kumbukumbu nzito. Hapo ndipo muziki unakuwa zaidi ya burudani, unakuwa kumbukumbu inayouma. Kazi kama Mama Mia zinamkumbusha Q-Chief namna Mangwea alivyoweza kuingia kwenye wimbo na kuacha ukiwa na alama yake. Alikuwa na uwezo wa kuibeba verse, kuipa ladha na kuifanya sehemu yake isahaulike. Kwa kizazi kipya, Majani anakiri kuwa wapo vijana wenye elements za Mangwea. Wengine wana uwezo wa commercial, wengine freestyle, wengine diversity. Lakini kwake sio rahisi kumtaja mtu
anayefuata njia ya Mangwea kikamilifu, kwa sababu Mangwea alikuwa mchanganyiko mgumu: hip hop, commercial, melody, flow, ucheshi, kujiamini na personality. Na labda hapo ndipo hadithi yake inakuwa kubwa zaidi. Mangwea hakuwa tu sauti, alikuwa vibe, alikuwa uwepo, alikuwa mtu ambaye biti kipigwa watu walitarajia kitu kisichotabirika. Wengine waliingia studio kurekodi mistari, lakini Mangwea aliingia studio kubadilisha hewa ya chumba. Kuna vifo vinatoa majibu, lakini kuna vifo vingine huacha taifa likiwa na swali moja kubwa: ilikuwaje? Mwaka 2013 ulikuja wakati Tanzania bado ilikuwa na maumivu ya miaka iliyotangulia. Taifa lilikuwa bado linakumbuka pigo la kuwapoteza mastaa kama Steven Kanumba na Sharo Millionaire. Kabla huzuni hizo hazijapoa kabisa, taarifa nyingine nzito ikaingia: Albert Mangwea amefariki Afrika Kusini. Mwanzoni habari hizo zilionekana kama uvumi. Zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, zikaingia mitaani. Watu wakaanza kuulizana. Wengi hawakuamini. Wengine walisubiri taarifa rasmi kanushe. Wengine walitamani mtu aseme ni utani mbaya. Lakini taratibu ukweli ukaanza kuingia. Ni kweli, Mangwea alikuwa ameondoka. Lakini kifo chake hakikuja na huzuni peke yake. Kilikuja na sintofahamu. Kilikuja na minong'ono. Kilikuja na taarifa zinazokinzana. Kilikuja na majina ya hospitali yaliyotajwa tofauti. Kilikuja na ripoti za mtandaoni ambazo baadaye ziliibua mashaka makubwa. Na zaidi ya yote, kilikuja na swali ambalo halikupata jibu la kutosha mbele ya umma: nini hasa kilitokea usiku ule Afrika Kusini? Taarifa zilizokuwepo zilieleza kuwa Mangwea alikuwa nchini Afrika Kusini akiwa na rafiki yake M2The. Wawili hao walitajwa kupelekwa katika hospitali ya St. Helen, Johannesburg, wakiwa katika hali mbaya. M2The aliripotiwa kuwa mahututi, huku Mangwea akithibitishwa kufariki. Mpaka leo hii, nini hasa kiliwakuta kimebaki na utata kwa watu wengi. Kulikuwa na madai, minong'ono na uvumi. Lakini historia yenye heshima inahitaji tahadhari. Si kila kinachozungumzwa mitaani kilithibitishwa kama ukweli. Kilicho wazi ni hiki: Mangwea alifariki akiwa mbali na nyumbani. Mwenyeji wake jijini Johannesburg, aliyetajwa kwa jina la Jonathan, alizungumza na Clouds FM muda mfupi baada ya taarifa hizo kusambaa kipindi hicho. Kwa maelezo yake, usiku wa kuamkia siku ya kifo chake, Mangwea alirudi nyumbani alikokuwa amefikia akiwa anaonekana mzima. Hakukuwa na dalili kubwa zilizoonyesha kuwa jambo baya lingetokea, lakini mpaka asubuhi hakuonesha dalili za kuamka. Jonathan hakutoa majibu ya moja kwa moja kuhusu kilichokuwa kimetokea kabla ya Mangwea hajarejea. Alisema hakuwa na uhakika kama huko alikotoka alikuwa ametumia kitu chochote. Kauli yake ilikuwa ya mtu aliyekuwa katikati ya mshtuko, huzuni na kutokujua. Asubuhi ilipofika, Jonathan aliondoka kuendelea na shughuli zake. Akiwa huko, alipigwa simu na mwenzake wakimtaarifu kuwa Mangwea alikuwa amepelekwa hospitali kwa sababu alikuwa bado hajaamka. Baadaye ndipo ilipobainika kuwa tayari alikuwa amefariki. Hapo ndipo mlango wa maswali ulipofunguka zaidi. Mapema taarifa zisizothibitishwa zilianza kusambaa zikidai kuwa chanzo cha kifo cha ghafla cha Mangwea kilihusishwa na matumizi ya dawa za kulevya au pombe kupita kiasi. Mitandao ya kijamii ilianza kujaa minong'ono. Watu waliandika, walihukumu, walihisi, walipanga matukio kichwani mwao. Lakini ukweli ulikuwa bado haujakaa wazi. Familia ilikuwa bado haijapokea ripoti rasmi. Marafiki walikuwa bado wanahaha. Taifa lilikuwa bado linaomboleza. Wakati huo, msanii Bushoke aliyekuwa akiishi Pretoria alieleza kuwa alikuwa amepanga kukutana na Mangwea siku hiyo jijini Johannesburg. Alishangaa kutompata kwenye simu. Baada ya kuwatafuta washikaji waliokuwa wenyeji wake, ndipo alipoambiwa taarifa nzito: Mangwea amefariki. Kwa Bushoke haikuwa rahisi kuamini. Mangwea alikuwa mshikaji wake wa karibu.
na taarifa hiyo ilimtikisa kiasi cha kupanga kwenda Johannesburg kujionea mwenyewe. Lakini wakati watu wa karibu wakijaribu kuelewa, mitandao ilikuwa imeshaanza kutengeneza hukumu zake. Ripoti moja ilianza kusambaa ikidaiwa kuwa ni ripoti ya kitabibu kuhusu kifo cha Mangwea. Ndani yake kulikuwa na maelezo mazito. Ilidai kuwa alifariki kwa alcohol toxicity, uchovu kupita kiasi na matumizi ya dawa za kulevya. Ilitaja pia viwango vya pombe kwenye damu, madawa mbalimbali, mshtuko wa moyo na kushindwa kupumua. Kwa mtu aliyesoma kwa haraka ingeonekana kama ripoti rasmi ya hospitali, lakini baadaye ripoti hiyo ilianza kuonekana kuwa na mashaka makubwa. Ufuatiliaji ulionyesha kuwa sehemu kubwa ya maneno yaliyotumika kwenye ripoti hiyo yalikuwa yamenakiliwa kutoka kwenye habari ya gazeti la The Independent la Uingereza kuhusu kifo cha mwanamuziki Amy Winehouse aliyefariki dunia mwaka 2011. Ripoti hiyo ya Mangwea iliyokuwa ikizunguka ilionekana kuchukua maelezo ya tukio la Amy Winehouse, kisha kubadilisha baadhi ya majina na mazingira kana kwamba ilikuwa ripoti ya hospitali ya Afrika Kusini. Hili lilikuwa jambo zito. Daktari aliyetajwa kwenye ripoti hiyo, Dr. Shirley Radcliffe, hakuwa daktari wa hospitali ya Afrika Kusini iliyodaiwa kumhudumia Mangwea. Alikuwa coroner wa St. Pancras jijini London, Uingereza, aliyekuwa akihusishwa na uchunguzi wa kifo cha Amy Winehouse. Kwa maana hiyo, ripoti iliyokuwa ikizunguka kuhusu Mangwea haikuwa tu na makosa, ilionekana kuchukua taarifa za tukio jingine kabisa na kuzihamishia kwenye jina lake. Hapo msiba ukaumizwa mara ya pili. Mara ya kwanza watu waliumizwa na kifo. Mara ya pili waliumizwa na namna taarifa zisizo na uthibitisho zilivyokuwa zikizunguka na kujaribu kuandika hitimisho kabla ya ukweli. Familia, marafiki na mashabiki walikuwa bado hawajapona mshtuko, lakini tayari mitandao ilikuwa imeanza kumhukumu mtu ambaye hakuwepo tena kujitetea. Gazeti la The Citizen nalo liliandika kuhusu mkanganyiko uliokuwepo. Lilibainisha kuwa taarifa zisizothibitishwa zilizokuwa zikizunguka kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vituo vya radio zilikuwa zikitaja matumizi ya dawa za kulevya na pombe kupita kiasi kama uwezekano wa chanzo cha kifo cha Mangwea na kulazwa kwa M2The. Lakini jitihada za kuthibitisha ripoti hiyo ya postmortem hazikufanikiwa. The Citizen ilijaribu pia kufuatilia hospitali zilizotajwa. Katika uchunguzi huo kulikuwa na mkanganyiko wa majina. Taarifa nyingine zilitaja St. Helen Hospital, nyingine zikataja Helen Joseph Hospital na nyingine zikachanganya na St. Helena Hospital. Walipowasiliana na Helen Joseph Hospital, wahudumu walisema hawakuwa na mgonjwa kwa jina la Albert Mangwea, lakini walikiri kuwa walikuwa na mgonjwa kwa jina la Mgaza Pembe anayefahamika zaidi kama M2The aliyekuwa ICU. Hospitali nyingine yenye jina linalofanana, St. Helena Hospital, nayo ilielezwa kusema haikuwa imempokea mgonjwa kwa jina la Albert Mangwea. Mkanganyiko huu wa hospitali uliongeza giza kwenye jambo ambalo tayari lilikuwa na maumivu. Kama hospitali yenyewe haijulikani wazi kwa umma, kama ripoti inayosambaa inaonekana kugushiwa, kama familia bado haijapokea taarifa rasmi, basi maswali yalikuwa lazima yaongezeke. Kwa upande wa familia, ndugu wa Mangwea aliyetajwa kama Liloti Mangwea alisema familia haikuwa imepokea ripoti hiyo ya postmortem iliyokuwa ikisambaa. Alithibitisha kuwa familia ilikuwa imehakikisha Albert amefariki, lakini bado haikuwa na ripoti rasmi kuhusu chanzo cha kifo. Wakati huo familia ilikuwa kwenye vikao vya kupanga mazishi, huku mawasiliano na mamlaka ikiendelea kuhusu namna ya kurudisha mwili nyumbani. Hata ngazi za serikali hazikuwa na majibu kamili wakati huo. Waziri wa habari, utamaduni na michezo wakati huo, Mheshimiwa Fenella Mukangara, alinukuliwa akisema hakuwa amepokea taarifa rasmi kuhusu chanzo cha kifo cha msanii huyo. Kauli hiyo ilionyesha wazi kuwa hata mamlaka hazikuwa na taarifa kamili, wakati uvumi ulikuwa tayari umetangulia mbele ya ukweli. Katika upande mwingine wa maumivu haya, kulikuwa na simulizi ya M2The, mtu aliyekuwa karibu na Mangwea katika siku hizo za mwisho. Katika maelezo yake, walikuwa Johannesburg, karibu na maeneo ya Sandton, kabla ya kuamua kurudi mjini kwa sababu walikuwa karibu na marafiki zao. Kulikuwa na mazungumzo ya kawaida ya kishikaji.
kupanga kutoka kidogo, kupiga stori na baadaye kurudi magetoni. Anakumbuka walirudi alfajiri, karibu saa 9:30 au saa 10. Lakini baada ya hapo mambo yalibadilika. Anasema yeye alijikuta hospitali. Taratibu za kiafya, mawasiliano na baadaye mipango kurudisha mwili Tanzania zikaanza. Katika maelezo yake alipokea simu kutoka kwa Brother Doom akielezwa kuhusu mipango ya kurudisha mwili wa Mangwea nyumbani. Kulikuwa na nyaraka au vibali vilivyohitaji saini yake. P-Funk Majani pia alikuwa miongoni mwa waliotajwa kama watu waliokuwa wakifuatilia kuhakikisha taratibu za mwili kurudi Tanzania zinakwenda. Lakini upande wenye maumivu zaidi kwenye simulizi ya M to the P ni pale aliporudi Tanzania. Anasema aliingia usiku, wakati mwili wa Mangwea tayari ulikuwa umeshaagwa Leaders Club na kuanza safari ya kwenda Morogoro. Alitamani awepo, alitamani kumwaga, lakini alipofika aliambiwa msafara tayari upo njiani. Alioneshwa picha, akaambiwa mwili umeshaagwa, watu wameshaondoka, magari yako njiani. Kwa wakati huo kila kitu kilionekana kama filamu, lakini haikuwa filamu. Ilikuwa rafiki yake, ilikuwa kifo cha mtu aliyekuwa naye, ilikuwa mwisho wa safari ambayo hakuamini imefika. Taarifa za kifo cha Mangwea zilitikisa Tanzania. Redio zilianza kupiga nyimbo zake muda mwingi, vipindi maalumu vikafanyika, wasanii wengi wakaahirisha mipango yao, baadhi ya show zikasogezwa mbele, wengine wakasitisha kutoa nyimbo au video kwa heshima yake. Lady JD aliahirisha tamasha lake lililokuwa limepangwa kufanyika wakati huo kwa ajili ya kusherehekea miaka 13 ya safari yake ya muziki. Tasnia nzima ilisimama kwa muda. Professor J alisema inauma sana, lakini ni kazi ya Mungu na kazi yake haina makosa. Afande Sele alisema haamini kama Mangwea atamtoka kichwani. Aliona kama ametoroka kwa sababu hawakuhitaji aondoke wakati ule. Maneno hayo yalibeba hisia za wengi. Taifa halikuwa tayari. Na labda hakuna taifa linalokuwa tayari kumpoteza msanii ambaye bado anaonekana ana kesho ndefu mbele yake. Katika kuandika historia hii, ni muhimu kutokimbilia hitimisho. Ndiyo, kifo cha Mangwea kiligubikwa na utata. Ndiyo, kulikuwa na madai mengi. Ndiyo, kulikuwa na ripoti iliyosambaa na baadaye kuonekana kuwa ya kugushi. Ndiyo, kulikuwa na mkanganyiko wa hospitali, taarifa za mitandao na maswali mengi. Lakini pia muhimu kusema wazi, mengi yaliyosemwa hayakuthibitishwa kwa namna ambayo ingeweza kufunga mjadala mbele ya umma. Kilicho wazi ni kuwa Mangwea alifariki ghafla akiwa Afrika Kusini. M to the P alikuwa naye kwenye safari hiyo na aliripotiwa kulazwa hospitali. Familia wakati huo haikuwa imepokea ripoti rasmi ya chanzo cha kifo, na taarifa nyingi zilizotangulia hadharani zilikuwa zimechanganyika na uvumi, hisia na taharuki ya msiba. Lakini hata ndani ya giza hilo kuna kitu ambacho hakikuwahi kuwa na utata: ukubwa wa pengo aliloliacha. Afrika Kusini ilichukua pumzi yake ya mwisho, lakini haikuweza kuchukua sauti yake. Uvumi ulizunguka siku yake ya mwisho, lakini hakuweza kufuta miaka yake ya muziki. Ripoti za mitandaoni zilijaribu kueleza mwisho wake, lakini hazikuweza kueleza maana ya maisha yake kwa mashabiki, marafiki na kizazi cha Bongo Flava. Mangwea aliondoka katika mazingira yaliyobaki na maswali, lakini maisha yake hayawezi kufungwa kwenye uvumi wa usiku mmoja. Alikuwa zaidi ya taarifa za mitandao. Alikuwa zaidi ya ripoti zilizopingana. Alikuwa zaidi ya minong'ono. Alikuwa msanii aliyeyaelewa maisha ya chini, akayaandika, akayaimba na kuyaacha yakiendelea kuishi baada yake. Afrika Kusini haikumchukua tu Mangwea, iliachia Tanzania msiba wenye maumivu, uvumi, ukimya na swali ambalo halikupata jibu la kutosha. Lakini hata kama mwisho wake ulibaki na maswali, muziki wake ulibaki kuwajibu. Mangwea alikuwa kipaji cha kweli, na hakuna utata unaweza kuzika hilo. Kuna siku ukubwa wa msanii haupimwi kwa tuzo alizoshinda, bali kwa machozi ya watu wanaokuja kumwaga. Juni 5 mwaka 2013, Leaders Club jijini Dar es Salaam ilibadilika kutoka uwanja wa kawaida na kuwa bahari ya huzuni. Maelfu ya watu walijitokeza kumwaga Albert Mangwea. Wasanii, mashabiki, viongozi na watu wa kawaida walifika. Wengine walikuja
kwa sababu walimfahamu binafsi. Wengine walikuja kwa sababu muziki wake uliwafahamu wao. Ilikuwa siku ya vilio, siku ya kumbukumbu, siku ambayo watu waligundua kuwa kweli Ngwea hayupo tena. Mwili wake ulipowasili kutoka Afrika Kusini, ulipokelewa na watu waliokuwa wameumizwa. Kwa marafiki zake ilikuwa kama ndoto mbaya. Kwa mashabiki ilikuwa mwisho wa sura ambayo hawakutaka ifike. Kwa tasnia ya muziki ilikuwa pigo kubwa. Makaveli yanakumbuka maandalizi ya msiba yakifanyika, watu wakikusanyika, t-shirt za maombolezo zikichapishwa, marafiki wakijiandaa kwenda airport kupokea mwili. Baada ya hapo mwili ulipelekwa Muhimbili kuhifadhiwa kabla ya shughuli za kuuaga. Lakini ili kuelewa kwa nini leaders ilifurika, ni lazima turudi kwenye maneno ya Jay-Mo kuhusu Ngwea kama mtu wa watu. Jay-Mo anasema Ngwea alikuwa down to earth. Hakuwa mtu wa kujiona mkubwa. Wakati wengine wangekuwa wanatafuta taksi kwenda sehemu fulani, Ngwea angeweza kusimamisha daladala na kupanda. Na ajabu zaidi, hata kondakta angeweza kumpa hela ya soda kwa sababu anamkubali. Mama ntilia walimpenda, watu wa mtaani walimpenda. Alikuwa anakula kwa watu wa kawaida, alikuwa anakaa na washikaji, alikuwa anaweza kuishi kwenye nyumba za watu waliomkubali kama ndugu yao. Jay-Mo anasema kulikuwa na watu ambao wangemwambia Ngwea, utaishi nyumbani kwangu, mimi nakukubali, mke wangu anakukubali, room yako itakuwa hapa. Hiyo inaonyesha namna alivyokuwa ameingia kwenye maisha ya watu. Ndio maana msiba wake haukuwa wa mashabiki wa muziki pekee. Ulikuwa msiba wa watu waliomchukulia kama ndugu. Watu hawakuhisi wamepoteza rapa tu, walihisi wamepoteza mtu wao. Jay-Mo anasema Ngwea hakuwasahau watu wa chini. Alitoka Dodoma akaja Dar es Salaam kwa mchongo wa kupigisha simu, akaingia studio, akawa jina kubwa, lakini hakuacha kuwa karibu na watu wa kawaida. Hakuwa mtu anayejitenga kwa sababu sasa ni star. Hakuwa mtu anayejua ukubwa wa kipaji chake kwa namna ambayo wengine waliuona. Wao waliokuwa karibu naye ndio waliokuwa kiona zaidi. Yeye alijichukulia kawaida. Hapo ndipo ukubwa wa Leaders Club ulipotoka. Si tu kwenye hits, si tu kwenye tuzo, si tu kwenye majina ya nyimbo. Ulitoka kwenye maisha aliyogusa. Siku iliyofuata, Juni 6 mwaka 2016, Ngwea alizikwa Kihonda, Morogoro. Mwili wake ulirudi kwenye ardhi ya nyumbani, lakini sauti yake haikurudi kimya. Ilibaki mitaani, ilibaki kwenye radio, ilibaki kwenye vichwa vya mashabiki, ilibaki kwenye studio ambazo bado zinamkumbuka, ilibaki kwa wasanii waliowahi kufanya kazi naye. Hapo ndipo urithi wake ulipoonekana kwa ukubwa wake. Kifo hakikufuta kazi zake, hakikuzima Geto Langu, hakikuzima Mikasi, hakikuzima CNN, hakikuzima Sikiliza, hakikuzima Kimya Kimya, hakikuzima ile sauti iliyoweza kuibeba lugha mtaani na kuifanya iwe sanaa. P-Funk Majani anaamini njia sahihi ya kumkumbuka Ngwea ni kusherehekea maisha yake, kwa sababu Ngwea mwenyewe alikuwa mtu wa furaha. Angependa watu wasikilize muziki wake, wafurahie alichotuachia, waende makaburini, wamwombee, halafu waendelee kuishi, si kwa kumsahau, bali kwa kumbeba. Na kweli hiyo ndo namna Ngwea anaendelea kuishi. Anaishi kwenye kizazi kipya cha wasanii wanaojaribu kuunganisha rap na melody. Anaishi kwenye vijana wanaoandika mistari wakiwa kwenye vyumba vidogo. Anaishi kwenye producers wanaosubiri msanii mwenye uwezo wa kubadilisha beat yoyote. Anaishi kwenye mashabiki wanaosikia wimbo wake na kurudishwa moja kwa moja kwenye miaka ya ujana wao. Ngwea hakupata muda mrefu duniani, lakini si kila urithi upimwa kwa urefu wa maisha. Wengine huishi muda mfupi tu, lakini huacha kitu kirefu kuliko miaka yao. Leaders Club ilikuwa siku ya kumuaga Ngwea, lakini haikuwa siku ya kumalizana naye. Ilikuwa siku ambayo Tanzania iligundua kuwa mwili unaweza kuondoka, lakini sauti ya kweli haizikwi. Ngwea aliondoka kabla hajamaliza kusimulia, lakini alichotuachia kinatosha kuthibitisha kuwa alikuwa hadithi kubwa. Kifo chake kiliacha maumivu, maisha yake yaliacha muziki, na kati ya hayo mawili ndipo urithi wake ulipojengwa.
Albert Mangwea hakuwa mkamilifu, hakuna binadamu mkamilifu. Alikuwa kijana mwenye ndoto, kipaji, mapungufu, furaha, maamuzi haraka, upendo, ucheshi na maumivu yake. Lakini ndani ya ubinadamu huo, alifanikiwa kufanya kitu ambacho si wengi wanaweza kufanya. Alizungumzia kizazi chake kwa lugha ambayo kizazi hicho kilielewa. Alifanya ghetto isikike. Alifanya vijana wa chini wajione. Aliwapa mashabiki muziki uliokuwa na ladha ya maisha halisi. Na hata alipoondoka, hakuchukua kila kitu. Alituachia sauti. Ndio maana jina lake halijachakaa. Ndio maana watu bado wanamwongelea. Ndio maana marafiki zake bado wanakumbuka stori zake. Ndio maana watayarishaji wa muziki bado wanakumbuka vibe yake. Ndio maana mashabiki bado wanahisi kama aliondoka jana tu. Mangwea alizikwa Morogoro, lakini Geto Langu halikuzikwa. Mikasi haikuzikwa. CNN haikuzikwa. Sikiliza haikuzikwa. Kumbukumbu yake haikuzikwa. Na pengine hiyo ndo siri ya wasanii wakubwa. Hawabaki kwa sababu waliishi muda mrefu, hubaki kwa sababu waligusa kitu cha kweli ndani ya watu. Mangwea aligusa kitu hicho. Ndio maana hadi leo tunapomtaja Albert Mangwea, hatumtaji kama mtu aliyepita. Tunamtaja kama sauti ambayo bado inatoka kwenye geto, ikituambia nilikuwepo, niliimba na bado nipo.